Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa ni mazungumzo na mwanasayansi Dr. Alinda Mashiku, mhandisi anayefanya kazi katika moja ya vituo vya Marekani vya shirika la safari za anga za mbali NASA. Maana ya safari hii ni nini? Tunaweza kujifunza kitu gani kwa safari hii? Kwa mfano, jambo la kwanza ni ile inatukumbusha na pia kuweza kuonyesha ubunifu na mambo makubwa na ushujaa ambayo mwanadamu anaweza kufanya. Haijalishi kama wewe ni mwanamke au mwanaume, Mungu ametupa wote kipaji na uwezo wa kuweza kukaa chini na kufikiri na kufanya kazi kubwa kama hii, au kuweza kuotea ndoto kufanya kitu kikubwa kama hiki. Basi kwa hayo na mengine mengi, karibu. Ni Jumanne ya tarehe 28 ya mwezi Aprili mwaka 2026, siku ya kimataifa ya usalama na afya pahala pa kazi. Mwenyeji wako leo ni mimi Assumpta Massoi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora. Asante Assumpta. Naanzia Afrika. Kizazi kipya cha watoto katika eneo la Darfur nchini Sudani kinakabiliwa na ghasia, njaa na kulazimika kuyakimbia makazi yao katika mgogoro ambao kwa kiasi kikubwa umepuuzwa na dunia, limeonya leo shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Miaka 20 baada ya ukatili mkubwa uliotikisa eneo hilo na kuvuta hisia za kimataifa, katika tahadhari yake UNICEF imesema hali inaendelea kuzorota kwa mara nyingine. Akizungumza na waandishi wa habari, mwakilishi wa UNICEF nchini Sudan, Sheldon Yett, amesema wakati vita vikiingia mwaka wa 4, historia inajirudia kwa njia mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa. Amesema Darfur watoto wanauawa na kujeruhiwa vibaya, wanalazimika kuyakimbia makazi yao na kuwasukuma katika janga la njaa, magonjwa na msongo wa mawazo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuhusu kuongezeka kwa chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini. Amesema mashambulizi dhidi ya wahamiaji katika majimbo ya KwaZulu Natal na Eastern Cape yanatia wasiwasi mkubwa. Kupitia taarifa yake aliyoitoa jana Jumatatu, Guterres amesisitiza kuwa vurugu na uchochezi wa chuki havina nafasi katika jamii ya kidemokrasia. Ameongeza kuwa watu wanaochochea mashambulizi wakitumia hali ngumu za kiuchumi wanapaswa kuwajibishwa kisheria. Na jukwaa la 25 la Umoja wa Mataifa kuhusu watu wa jamii za asili linaelekea ukingoni wiki hii hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Profesa Hamisi Masanja Malebo, katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO nchini Tanzania, akiongoza ujumbe wa taifa hilo katika mkutano huu, amezungumzia umuhimu wa huduma za afya kwa watu wote wakiwemo watu wa jamii za asili. Serikali ya Tanzania imejali sana usawa na haki kwa Watanzania wote kupata huduma kwa usawa. Kwa hiyo katika nchi yetu huduma za jamii na huduma za afya zinatolewa kwa Watanzania wote. Hakuna upendeleo, hakuna kundi ambalo lina haki zaidi ya kundi lingine. Kwa hiyo Watanzania wote tumeendelea na utaratibu wa kuwa taifa moja na taifa ambalo lina usawa. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Assumpta. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hivi punde tutakuletea mada kwa kina maalumu ya mazungumzo yetu na mwanasayansi mhandisi anayefanya kazi katika moja ya vituo vya Marekani vya shirika la safari za anga za mbali NASA. Salia papo hapo tafadhali. I solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct وفي أداء عملي سوى مصالح الأمم المتحدة وحدها, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to the organization. Naam, ni habari za Umoja Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa na makala.
Mimi ni Assumpta Massoi, tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Kama nilivyokujulisha hapo awali, leo kwenye mada kwa kina hii maalum, Arnold Kayanda wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja Mataifa anazungumza na Dr. Alinda Mashiku, mhandisi wa masuala ya anga katika moja ya vituo vya shirika la masuala ya anga za mbali nchini Marekani, NASA. Kwa kuzingatia kuwa Umoja wa Mataifa unapigia chepuo wasichana na wanawake kupata fursa katika sayansi na teknolojia, swali la kwanza la Arnold kwa Dr. Alinda Mashiku ni ameipokeaje hatua ya hivi karibuni ambapo kwa mara ya kwanza mwanamke Christina Cook ameshiriki katika timu ya wanaanga waliosafiri na kufanikiwa kuzunguka mwezi katika anga za mbali zaidi ambako kulikuwa hakujawahi kufikiwa na binadamu. Ni swali zuri sana. Ukiangalia na kukumbuka, wengine tulikuwa hatujazaliwa, mwaka 72, December, I think December tarehe 7 nilikuwa mara ya mwisho mwanadamu kutua mwezini. Sasa karibia miaka 54 baadaye tumepata nafasi tena kwenda kuweza kurudi mwezini, na kwa sasa tumeweza kupata nafasi ya kupata mwanamke wa kwanza kwenda kuzunguka mwezini na wenzake wengine watatu walioambatana naye. So ni wakati wa kusherekea sana na kuweza kuangalia na kupata jumbe mbalimbali katika hatua hii ya muhimu sana. Sio tu kwa NASA, siwezi kuongea au kujibu kwa niaba ya NASA, lakini naweza nikasema na kujibu kwa niaba yangu na hata kwa watu wote duniani. Maana ya safari hii ni nini? Tunaweza kujifunza kitu gani kwa safari hii? Kwa mfano, jambo la kwanza ni ile inatukumbusha na pia kuweza kuonyesha ubunifu na mambo makubwa na ushujaa ambayo mwanadamu anaweza kufanya. Haijalishi kama wewe ni mwanamke au mwanaume, Mungu ametupa wote kipaji na uwezo wa kuweza kukaa chini na kufikiri na kufanya kazi kubwa kama hii, au kuweza kuotea ndoto kufanya kitu kikubwa kama hiki. Kwa hiyo kwa wasichana wote duniani, Afrika, India, nchi yoyote anapoona kitu kama hiki kinawezekana na kikaenda kikafanyika na kikafanyika vyema, inatutia moyo. Inatutia moyo, na ndoto yangu ni kuona kwamba vijana wadogo wanapoona hii waweze kuendelea kuota ndoto kubwa zaidi. Asante kwa maelezo hayo, bila shaka yanawapa nguvu watu wengi duniani. Sasa wewe pia Dr. Alinda, watu wamependa sana kwa kweli hadithi yako binafsi, simulizi yako binafsi, kusikia kwamba wewe ni asili ya Afrika, hasa kutoka Tanzania. Vile watu wa Afrika Mashariki nao wamejivunia. Ukisikia kutoka Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, DRC, wanasema huyu ni wetu wa Afrika Mashariki. Huko Tanzania nako wanasema huyu ni wa kwetu Tanzania. Ndani ya Tanzania mikoa mbalimbali inasema Alinda ni wa kwetu. Sasa unafanya kazi kubwa sana na ya muhimu hapo NASA kuhakikisha satellite hazigongani angani. Unawaambia nini watu hawa ambao sasa hivi walikuwa wakisikia habari zako na wanataka kukumiliki kwamba huyu ni mtu wetu? Nikisikia habari kama hiyo, ninainama nampa Mungu sifa. Nampa Mungu sifa na mshukuru. Ndoto yangu na lengo langu kwa watu wote wanaosikia hii habari ni kwamba waweze kuona na kujua kwamba hakuna lisilowezekana. Unaona, mimi ni mtoto ambaye nilizaliwa huku nikakulia nyumbani Tanzania. Mama yangu anatoka Bukoba, babangu anatoka Karagwe, Nyakahanga. So ninafurahi sana, ninashangilia ndani ya moyo wangu, ninaona furaha na sifa kuona watu wanavyoshangilia, na mimi pia nashangilia nao. Na ujumbe wangu ni kwamba tukumbatiane wote, tuweze kusonga mbele pamoja. Hawa waliosafiri kwenda angani, ujumbe wao wakawa nasema, walipokuwa kule juu wakawa wanaangalia dunia ilivyo ndogo katika ile bahari jeusi la anga ya nje ya mbali. Ni sayari ndogo ya kipekee, na humo ndiko kuna wanadamu wanakoishi. Ni rahisi sana ukiwa hapa duniani ukaona utofauti huu, lakini wenyewe walivyoona wakiwa huko mbali wakaona kwamba sisi wote, waliita neno Earth, you are the crew. Nyinyi watu hapo duniani ndio jumuiya. Ni kama vile ni kama sisi wanadamu na sisi ni wanaanga katika chombo chetu kidogo. Yes. Dunia sio? Exactly. That is exactly what they said. And so, tunapoona hiyo, tunaweza kufanya kitu chochote. Tunaweza kusaidiana, tunaweza kubebana, tunaweza kuinuana. Kwa hiyo nashukuru sana napoona tunapojivunia, na pia
ujumbe wangu kwa watu wote ni kwamba tuendelee kusonga mbele, tusikate tamaa, tufanye kazi kwa bidii. Inawezekana. Safari sio rahisi, lakini inawezekana. Yeah. Na sasa turejee kwenye hivi vyombo vinavyokwenda angani. Kwa kuwa Artemis 2 inaendeleza safari za binadamu angani na kuleta uwakilishi wa kihistoria, ni kwa kiasi gani ni muhimu kwa wasichana hasa kutoka barani Afrika na diaspora kuwaona watu kama wewe wakichangia mafanikio ya misheni hizi hata nyuma ya pazia? Kwa hivyo ni kwa kiasi gani hili jambo ni muhimu kushuhudia hali kama hii? Asante sana kwa swali hilo. Pia ningeweza kuweka wazi, ningependa kwanza kuweka wazi kwamba timu ya Artemis 2 ni timu ya watu maelfu na maelfu waliofanya kazi miaka na miaka kuweza kufanikisha kazi kama hii. Nafasi yangu mimi katika kazi hii ni ndogo mno, ni nyuma ya pazia, unaona. Lakini kwa sababu ni muhimu sana mimi kusema hivi, kwa sababu na mimi nimesoma, nimefanya kazi, inajua what it takes kufanya kazi sana ukaweza kufanikisha kitu chako. So ni muhimu sana kuweza kutoa credit where credit is due. Unawapa maua yao hawa ambao unawapa maua yao kabisa. So kwa timu yetu sisi, ndio kila mtu nasa amehusika kwa namna kubwa ndogo, zipo husika nyingi sana. Kwa timu yetu sisi, kwa kazi tuliyofanya ni kuhakikisha kwamba wanapotoka hakuna vifusi vya kuwagonga, hakuna satellites zitakazowagonga ambazo ziko za NASA. Wanaporudi tuhakikishe kwamba wale ambao wanahakikisha wanarudi salama, data zetu zipo, wanazitumia ili waweze kurudi salama. And so kuweza kurudi sasa, kulijibu swali lako, kwa wasichana wadogo na kwa vijana wadogo wanapoona kazi kama hii tunayofanya nyuma ya mapazia, mbele ya mapazia, ni kuangalia na kuona kuna hizi movie kwa mfano zilizotoka zamani za Hidden Figures, au hizo ambazo unaangalia watu waliopitia vitu vigumu alafu wameweza kufungua milango ili na sisi tuweze kupita. Unaposikia hadithi kama hizo, lengo na ndoto ni kwamba inakutia moyo na inakuchochea kuweza kuona na mimi naweza kufanya hivyo. Asante sana Linda Mashiku kwa kuzungumza na idhaa ya Umoja wa Mataifa. Mambo mengi mazuri ambayo umezungumza yatawafaa watu, hasa wasichana wadogo na wavulana pia vile kwa sababu kuna mengi ya kujifunza kutoka kwako. Asante sana. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Shukran sana Dr. Alinda Mashiku kwa hamasa hiyo kwa wanasayansi wanaochipukia, na asante sana Arnold Kayanda kwa kufanikisha mahojiano haya. Mahojiano haya kwa urefu zaidi tutayachapisha katika chaneli yetu ya YouTube yenye jina Habari za UN. Basi nami kufikia hapa na kunja jamvi leo, lakini tukutane tena Alhamisi kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha redio ni kila siku. Kwa hiyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja Mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wa X, zamani Twitter, jina ni hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuleta jarida hili, mimi ni Assumpta Massoi na kutakia amani na kwa heri kutoka New York, Marekani.